Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ama hakika, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi hichi bora kabisa, kama ndo kwanza umebahatika leo kufungulia kipindi na kutazama kipindi hichi, basi nikwambie tu kwamba miongoni mwa watu wenye bahati, kwa sababu kipindi ambacho unakitazama ni kipindi adhimu sana ambacho kinafuatiliwa na watu wengi zaidi. Ni mamia kwa maelfu ya watu duniani kote wanafuatilia kipindi hichi, na kuna faida kubwa ambayo umma wameanza kupata kupitia kipindi hichi hapa. Kipindi ambacho kinakwenda na anwani ya ukumbi wa dua za kibingwa. Ukumbi wa dua za kibingwa. Sehemu ya dua weka maombi ya kibingwa. Yani maana yake hapa ni sehemu maalum ambapo watu wanaweza wakapata maombi ya kibingwa au wakapata dua za kibingwa katika lugha nyingine. Lakini lengo la kusema hivi ni kwamba watu wapate sehemu ambayo wanaweza wakawa wanakimbilia mahala kwenda kutatua ya kwao ambayo yanawasumbua. Lakini pia kupitia kipindi hichi kuna taaluma, elimu. Hatutakuacha hivi hivi, bali utapata elimu ya mambo ya msingi sana ambayo kwa hakika ni muhimu kwako wewe kuyafahamu na yataweza kukusaidia sana. Nikusii tu twende pamoja nami, nifuate vizuri hatua kwa hatua ili uweze kujifunza yale mazuri ambayo nitayazungumza na ukafanyie kazi, ukaone matokeo bora kabisa hichi ambacho ninakizungumza. Kwanza nikwambie, tupo ndani ya mwaka huu wa 2026. Huu ni mwaka mpya kabisa ambao ndio kwanza tuko ndani ya mwezi huu wa kwanza na hata haujamalizika. Na niseme mwaka huu kuna watu kadhaa ambao nitawataja, inawezekana nawe ni miongoni mwa hao, ambao ni mwaka wenu wa kutoboa, mwaka wa kutusua, mwaka ambao unaonesha dalili zote za kwamba watu watakakuwa na majina ambayo nitayazungumza katika anwani ya herufi zao ambazo majina yao yanaanzia. Ni mwaka wenu ambao Mungu akipenda mtakuja kutusua na kufanikiwa kutokana na aina ya majina, namna ambavyo yanavyoeleza. Vipi itakuwa? Nifuate vizuri, utapata majibu hapa. Lakini pia nikwambie tu kwamba mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji, inawezekana kabisa mahala ulipo wewe umekusha angaika sana na umejikuta unatafakari na kudhani kwamba hali yako haiwezi tena kukaa katika hali ya usawa. Unajua, mwanadamu anahitaji afike mahala ampate mtu ambaye atamwambia utasimama tena. Mwanadamu anahitaji ifike sehemu ampate mtu ambaye atamwambia utaweza, utasimama, wewe ni mshindi na matatizo utayashinda, utavuka na utafika katika lengo ambalo linakusudia. Ndivyo ambavyo mimi na wewe tunahitaji, angalau ukifikwa na mambo, matatizo mazito, maradhi au mitihani, basi unatafuta nani ambaye atakwambia katika hali hii ya kuambia usijali, wewe ni mshindi, wewe utashinda, wewe utavuka, wewe utasimama na mambo yatakuwa vizuri kabisa. Lugha hii tunaitafuta kila mahala, ndio faraja yenyewe ambayo mwanadamu anaitaka. Sasa na lugha nzuri ya kuambia wewe kwamba usijali, utafanikiwa, utasimama, sio lugha ya maneno, bali ni lugha ya vitendo, kwamba mtu akwambie usijali kwa sababu mkononi mwake analo suluhisho lako ambalo wewe ukifuatisha unaweza kutoka hapo ulipo, unaweza kutoka hapo ulipokwama ukanasuliwa, mkwamo wako ukaweza kuondoka. Kwa hivyo nikwambie, kipindi hichi kupitia ukumbi huu wa dua za kibingwa au maombi ya kibingwa utaweza kupata suluhisho la kujua nini ambacho unaweza ukafanya mambo yakaenda vizuri kabisa. Leo na imani ukinifuata vyema utaweza kujifunza kitu cha msingi kabisa kabisa. Nikwambie, katika anwani ya kipindi hichi ya dua za kibingwa, humu ndani utajifunza mambo mengi sana ambayo yanakuhusu wewe hapo ulipo, na mengine unaweza ukafanya mwenyewe, ukanifuatisha yale ambayo nitakuelekeza na ukayafanya na ukaona matokeo mazuri katika yale ambayo yanakusumbua. Aidha wewe ukamwelekeza mwenzio na mwenzio akaweza akafata utaratibu huo na mambo yakenda vizuri kabisa. Katika kulieleza hili, nitaanza na kukupa dondoo katika kuelekeza utaratibu gani ambao wewe unaweza kutumia ili uweze kusaidia. Kuna mkasa mmoja, historia huu mkasa uchukulie kwako kama ni kamba ambao ukishika vizuri inaweza kukuvusha katika mto ambao ni mashaka. Mto wa mashaka, naweza kusema ichukue hii nafasi ya kufahamu
Mtu wa mashaka ni matatizo ambayo uko nayo, maradhi au mitihani magumu na mazonge ambayo yaloweza kukufunga we, basi ichukue hii kama ni mtu wa mashaka. Huu mtu wa mashaka, mkasa ambao nitaanza nao kwako, basi ni kamba ambayo ukishika vizuri utavuka hapo na kuelekea katika nyumba ya ahadi, sehemu ya matokeo bora ambayo unaweza ukapata, na hasa katika mwaka huu mpya, ili maisha katika mwaka huu yawe maisha yaliyokuwa bora kabisa. Langu jina, kabla sija kuingia katika sehemu hiyo, ufahamu ni Dr. Sheikh Sabbas El Kubra. Dr. Sheikh Sabbas El Kubra ambaye napatikana Mbagala, Dar es Salaam, Mbagala wilaya ya Temeke, Mbagala Zakiem, hapo tunasema ni Kizuiani, Mbagala Kizuiani, lakini tunapatikana pia Mbagala Mali Asili. Sehemu zote tunapatikana, kuna ofisi zetu huko. Kwa hivyo kwa upande wa Dar es Salaam, wewe ukifika tu Mbagala, uliza tu Kizuiani, sehemu ya jeshini pale, utapata kufika moja kwa moja. Na nikupe namba za mawasiliano, pengine nitakachokizungumza inaweza kuhitaji wewe uweze kuwasiliana nami moja kwa moja. Ushuke namba hii, chukua namba hii, utaweza kupiga. Tena namba hizi ziko moja kwa moja WhatsApp. Mlioko ndani kwa maana ya Tanzania utapiga direct, lakini pia ambao mpo nje WhatsApp itaita na tutaweza kuzungumza kwa namna moja ama nyingine. Namba ni kama zifuatazo: ni 0654861386. Kwa maana watu ambao mpo nje mtaanza na ile +255 alafu tunaweka 654861386. Hii namba inapatikana katika WhatsApp. Lakini pia kwa wale ambao wana namba za Vodacom, pia na wao watumie namba hii 0749, hii ni Vodacom, 0749861386. na namba zingine kwa namna ambavyo unaweza kufuatilia, pengine haukunipata katika utamkaji wangu, basi hizo hapo namba katika skrini yako zimewekwa hapo. Namba hizo ukinitafuta mara moja unaweza kunipata. Twende pamoja katika kufungua hichi kipindi, ikiwa leo ni sehemu ya kwanza. Tunakwenda kuchambua kitu kizuri sana. Hivi unajua kama wewe una password, una kodi yako, una namba ambayo kwako ni muhimu sana katika kutengeneza mambo yako yawe vizuri, katika kuendea mafanikio yako, afya yako? Kuna kodi maalum unayo ya kwako. Unafahamu hiyo ni kodi ipi? Unaijua? Basi kupitia kipindi hichi nitakupa nafasi ya kufahamu kodi, namba maalum ambayo ni password yako ya majambo yako. Ukiona magumu sana haendi, mambo haendi, kila ukifanya jitihada mambo hayo mazuri, basi kuna kodi. Ni muhimu sana kufahamu kodi hiyo, ukiendea mambo yatafunguka. Lakini hivyo unafahamu kama kila mtu, nawe ambao unatazama, una rangi maalumu. Kuna rangi maalumu ambayo rangi hizo tena sio moja, inategemea na mtu kutokana na jina lake, namna linavyotoa maelekezo. Kuna rangi maalum ambazo hizo rangi zinakuwa ni sehemu ya kufanya wewe mambo yako yaende vizuri, ukizitumia na ukizijua ni rangi ipi na ni siku gani utumie rangi ipi, kwa jambo gani utumie rangi ipi, ili mambo yako yaweze kwenda vizuri. Hii ni taaluma ambayo pia kupitia kipindi hichi utaweza kupata nafasi ya kufahamu wewe rangi zako ni zipi, ili katika mambo yako ambayo unaendea, mfano masuala ya kazi, kuomba kazi, ujue rangi ipi ambayo kwako ukiitumia wakati unakwenda kuomba kazi mambo yatakuwa mazuri, utafanikiwa vyema kabisa. Lakini pia ujue wewe ambao unakwenda kuanzisha mahusiano, yani umeambiwa kuna mchumba sehemu bwana, twende ukamuone, usiende tusikurupuke tu. Kuna mirangi mingine ya nguo ambazo unaweza kuvaa ukamkosa mwali vivi, ukakosa kabisa binti akawa hakuelewi, kumbe tayari ni nguo ambayo umekwenda nayo, umekwenda kivingine ambavyo sivyo utaratibu unatakiwa uwe. Kwa hivyo nifuate vizuri, twende uweze kufahamu ni rangi zipi katika kila mambo. Rangi zina nafasi kubwa mno kulingana na jina lako lilokuwa nalo na herufi zako ambazo wewe uko nazo. Kwa hivyo ni vyema ukafahamu kwamba rangi ni muhimu sana. Rangi katika maisha yako, katika matendo yako na mambo yako, rangi ina umuhimu mkubwa mno. Kifupi tu fahamu, ndio maana hata wazungu wakaja na mfumo maalumu wa taaluma ambayo inaitwa color psychology. Jinsi gani ambavyo rangi zinaweza kuwa na mahusiano ya moja kwa moja na mwanadamu katika mwili, upande wa kiafya au hata kwa upande wa mambo yako, kama ambavyo inavyotakiwa taaluma inavyoeleza.
Kwa muhimu wewe kufuatilia kipindi, utapata kufahamu kwamba rangi ipi ambayo kwako wewe inaweza kuwa ni mwafaka kwa tukio gani, katika mazingira gani. Ni kitu muhimu sana kunifuatilia hapa. Na tukisema hivi tuna maana ziko rangi ambazo kiasili yake rangi hizi zinatia hasira. Yani ukizitumia hizo rangi, mfano ni nguo umevaa, umekwenda kwa mtu kuomba kazi au umeenda nayo kazini siku hiyo, utakuta watu wanavimba tu kazini, wanakasirika, watu wanakuwa na hali ya kuwa na hasira tu, yani majibizano ambayo sio mazuri. Unahisi ni nini leo? Kuna shida gani? Kumbe rangi uliotumia, kala ya nguo ulovaa siku hiyo ni kala ambayo inaleta hasira, na kwa sababu ya jina lako na herufi zako siku hiyo zimekwenda vibaya sana, kwa sababu rangi imetoa matokeo ambayo sio mazuri. Hivyo unapaswa ufahamu kwamba kuna rangi ambazo zinatengeneza mvuto na kufanya wewe siku hiyo iwe ni ya furaha, anayekuona akufurahie kulingana na jina lako. Nieleweke hivi, sio tu kwamba rangi ni rangi tu, bali rangi hizi ninasema kutokana na jina lako wewe na herufi zako wewe. Je, jina lako linaanza na herufi gani? Rangi ipi kwako? Hiyo ukiitumia inafanya kuwa ni mvuto kwako. Kila mtu ana rangi yake na ndio itafanya kuwa na mvuto kwake. Sio kila rangi ya mtu ni mtu, kila mtu ana rangi yake ambayo kwake inaweza kuwa ni nzuri zaidi. Kwa ni muhimu ukitufuata vizuri kwenye kipindi utafahamu vyema rangi yako ni ipi. Penzi mtazamaji na mfuatiliaji, twende pamoja ili uweze kupata faida kem kupitia kipindi hichi. Na kupa dondoo tu, ufahamu kwamba zipo rangi ambazo licha tu ya kutia hasira, kuna rangi ambazo zinatia uoga, zinaogopesha. Na hii hata kama kwenye majumba kuna watu wamepaka rangi zao katika majumba, unaweza kushangaa watoto wanaoweseka usiku, wanapiga mikelele, wanaota mindoto mibaya, hata watu wazima mindoto mibaya. Kumbe kuna mahusiano, kuna sensa ambayo tayari ina play part yake. Ile rangi inakwenda moja kwa moja kutengeneza tishio katika mwili wako, na unapata mtoto anapata kuweseka, anaokopa, au hata mwenyewe unaota mindoto mibaya. Badala yake mimi nitakuwa kuna mchawi humu, kutakuwa na mapepo mabaya, mashetani mabaya. Kumbe kala pia inaweza kuwa tatizo kwako. Ulikuwa unajua haya? Maana yake twende vizuri uweze kunipata vyema. Lakini rangi ina uwezo mkubwa sana pia kukutengenezea kitu gani? Mfano, kuna rangi ambayo inapoza hasira, inamfanya mtu stress zishuke, awe katika hali nomo, ajikute yupo katika hali iliyokuwa nzuri. Sasa ukifahamu hivi, utajua kwamba hata kazini kwako, hata nyumbani kwako, ufanye kitu gani ambacho kitatengeneza rangi ambayo itawapa furaha watu wako nyumbani, familia na watu wengine. Lakini hili ni muhimu kunifuatilia vyema. Sio tu hivyo, kuna rangi ambayo hata ukiipaka nyumbani inatia njaa sana. Yani mweza kushangaa ndani ya nyumba hiyo mnakula sana, yani mpo watu wachache lakini mnapika msosi wa hatari. Yani kama ni wali ni kilo zinakatika, kama ni ugali basi ni ugali mmoja wa hatari sana. Ni nini? Kumbe kuna mahusiano, hata rangi ambayo umeipaka inafanya mule sana. Sasa tukienda vizuri kwenye kipindi hichi mtaweza kufahamu rangi nzuri za kuvaa, rangi nzuri za hata ndani ya majumba yetu, ili mambo yaweze kwenda vyema. Nifuate upate faida. Lakini tunaendelea pia, nikupe nafasi ya kufahamu vizuri jambo lingine ambalo ningependa ufahamu kupitia kipindi chetu. Nitataka ufahamu namna ambavyo herufi zinavyoweza kutenda kazi. Herufi ndugu zangu ni muhimu sana ukafahamu. Hata haya majina ambayo sisi tunapeana majina, unazaa mwanao unampa jina, mwanangu anaitwa fulani. Ile jina ambalo unampa mwanao usifanye maskhara. Ile ni foundation, ni msingi mkuu ambao unatengeneza baadaye jengo, makuta za jengo ambalo unajenga la huyo mwanao. Kwa maana jina la mwanao au majina yetu sisi ni foundation, ni msingi maalumu, msingi ambao mambo yetu yatapita hapo. Sasa endapo utakuwa makini ukampa mwanao jina zuri, jina ambalo litaendana na zile herufi zake, zikawa ni herufi za mafanikio, huyu mtu atakwenda vizuri na mambo yatakuwa bamba. Mtasema mwanangu huyu mashallah. Ni kwa nini? Ni kwa sababu majina yetu yanajengwa na herufi ambazo zina sifa kuu mbili. Moja ni salbia na sifa ya pili ni ijabia. Salbia maana yake ni herufi ambazo zinakuwa zinavuta mambo mabaya. Ndio unampata mtu mambo yake magumu. Yeye ni mtu ambaye akiahidiwa ahadi hazitimii.
Ni mtu ambaye kila anachofanya hakina mwisho mzuri, anaanza vizuri, mwisho ni balaa tu. Ikiwa ni biashara, anaanza vizuri, balaa linakuja baadaye. Yani yeye anakuwa katika kila majambo yake mambo hayaendi vizuri upande wake. Hii ni ishara ya kwamba huyu mtu ana tatizo, pengine linaanzia kwenye mfumo wa jina ambalo aliopewa na wazazi wake. Aina ya herufi iliyoanzia ni herufi gani na kwake ikoje? Sasa tutakuja kuchambua taratibu katika hatua ya vipindi vyetu vinavyoendelea, kuona herufi A ikoje, herufi B ikoje, namna gani watu wote ambao majina yao yanaanza na herufi ya A yana nini, yana kitu gani, au herufi B au herufi D au herufi C, jumla ya herufi zote zile ambazo tutazigusa, ili wewe ambao utakuwa una deal na herufi hizo, jina lako lina herufi hizo, ukae mkao mzuri, ujue nini ufanye, una nafasi gani, una matokeo gani mazuri ambao utayapata na kwa nini hauyapati. Utajua kwamba kuna changamoto tayari zimeingia, na hapa tutakupa utaratibu wa kufumbua kifungo hichi ambacho utakuwa umefika nacho. Kwa hivyo ili kufahamu haya, naomba sasa nikueleze huu mkasa, kisa hichi ambacho ni muhimu kwako. Nilisema ni kamba itakuvusha wewe katika mafanikio, ndio utapata kufahamu siri za haya ninayozungumza. Mambo haya matatu: namba kwa maana ya kodi, utapata kufahamu kuhusu herufi, utapata kufahamu kuhusiana na masala mazima ya rangi, jinsi gani kwako vinatenda utendaji wa ajabu ambao ukivijua na ukifuatisha mambo yako yatakuwa mazuri kabisa. Twende pamoja, nisikilize mkasa huu. Mkasa ambao nakuletea kwako ni tukio kubwa sana, tukio ambalo lilitokea wakati wa Nabii Musa, ambao wengine humuita kama Moses. Nabii Musa alayhi salam, kwa Waislamu wana itikadi kwamba ni Nabii Musa alayhi salam, Musa mtoto wa Imran. Musa huyu wakati wake kulitokea tukio la ajabu sana. Tukio hili nataka nawe ulisikilize, uone linavyoshare katika maisha yako. Tukio lilianza kama ifuatavyo. Miongoni mwa watu wake Musa kulikuwa na makabila mbalimbali. Tunasema waqa alqatlu baina afrad alqabila. Tarehe ikasema kulitokea tukio la mauaji baina ya makabila yaliyoko wakati huo. Moja ya kabila lilimpoteza mpendwa wao, yani aliuawa mtu katika kabila moja, lakini yule muuaji aliua kwa siri, ikawa hakufahamika ni nani aliyeua. Nataka unisikize mkasa huu, uone kazi ya rangi, kazi ya namba, kazi ya herufi zako katika maisha yako, na hii ndio kamba ambayo itakuvusha katika matatizo uliokuwa nayo. Sasa huyu muuaji ameua kwa siri, ikawa watu wanahangaika pale, nani aliua, hawajui aliua ni nani. Yakaanza malumbano baina ya wakuu wa makabila, mapambano yakaanza, vuta ni kuvute, kila mmoja anamtuhumu mwingine, wewe itakuwa ndo umeua, au nyie itakuwa ndo umemua, kabila lendo limemuua huyu. Ikawa watu ni tafurani, ni mavutano, ni migogoro ya hali ya juu sana, mpaka mmoja miongoni mwao likamjia wazo, akatoa fikra, akawaambia, jamani, hebu sikilizeni, sisi hapa tunaye mtu ambaye anafahamika kama Musa. Huyu Musa amekuwa akimtangaza Mungu wake muda wote, anasema yeye ana Mungu, Mungu ambaye ni uwezo, wenye kuweza, usowezwa wala kuwezeshwa, Mungu ambaye anaweza na hashindwi na chochote, anajua lolote, hakuna kinachomficha kwake chochote. Ikiwa Musa ametangaza haya na amekuwa akizungumza hivyo mara zote, twendeni kwake yeye Musa, tumwambie, Musa, ukienda kuzungumza na Mungu wako huyo, utuambilie, atueleze ni nani aliyeua huyu marehemu ambaye aliuawa. Maana yake imekuwa tafrani, ni shida, hatujui nani aliyeua. Mungu kwa kuwa yeye Mungu wake Musa anatangaza kwamba hafichwi na kitu, maana yake Mungu atakuwa anajua nani aliyeua. Kwa hivyo fadhahabu ilayhi, wakaondoka wakenda mpaka kwa Musa alayhi salam. Walipofika kwa huyu Musa, fatalabu minhu, wakamuomba Musa an yad'u Allah subhanahu, amuombe Mungu wake Musa, liyadullahum alqatil, ili aweze kuwajulisha ala alqatili, ni nani aliyeua. Wakaenda kumwambia Musa, Musa, tumekuja tunaomba utueleze katika sisi
kuna mmoja kafanya uhalifu, kamuua mwenzake, lakini wao imekuwa ni siri, haijulikani nani ambaye aliua. Tueleze, nenda kwa Mola wako umwambie atuambie ni nani aliyeua. Sasa Musa kama kawaida akapokea haya maagizo, akenda kusema na Mungu. Kwa Waislamu Musa ana anwani inasema ni kalimullah. Kalimullah maana yake ni msemezanaji wa Mungu. Yani kwa wenzetu si na wao ni hivyo hivyo, kwamba Musa alikuwa na nafasi ya kusema na Mungu. Sawa Sasa wakati Musa amekwenda kuzungumza na Mungu, akafikisha message, ujumbe, Mungu bwana, kuna jamaa wameuana huko, wanataka wajue nani aliyeua. Tazama sasa ndugu yangu, ili ujifunze kitu hapa. Wakati wanasubiri majibu ya Musa, kichwani mwao au vichwani mwao walikuwa tayari wana mentality yao inawaambia kwamba majibu, aina ya majibu ambayo yatakuja kutoka kwa Musa yatakuja hivi. Mungu atamwambia Musa, katika wao aliyeua ni fulani. Mungu atamtaja mpaka jina lake, ataeleza mpaka namna alivyo, kwa sababu Mungu ndio aloumba hawa watu na anawajua wote. Kwa hivyo walikaa wakijua kwa majibu ya Musa kwa Mungu, Mungu atamtaja huyo mtu ambaye wao wanataka wajue aliyefanya tendo hilo ni nani. Kiza vizuri hapa. Sasa majibu ya Musa, Qur'ani ikaripoti ikasema hivi, wa idh qala Musa liqaumihi, kumbuka wakati Musa alipotoa majibu kuambia watu wake, majibu ya swali ya maombi ambao wao walimuomba kuhusu Mungu awaeleze nani aliyeua. Majibu haya Musa aliwaambia hivi, inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan. Angalia majibu haya, wao wanataka wajue nani kaua, alafu Musa anawaletea majibu kutoka kwa Mungu, eti Mungu anasema chinjeni ng'ombe. Hao jamaa wakashangaa, sisi tunaamini wewe Musa umesema Mungu wako anajua, anaona na hakimfichi kitu. Tulitarajia kwamba utatuambia Mungu kasema aloua ni fulani, ni Hamisi, ni Juma, ni Joni, ni nani. Alafu mbona sasa majibu ambayo yanakuja eti Mungu anasema chinjeni ng'ombe? Jamaa walikasirika sana, wakamaindi sana, na wakamaindi Musa kwa sababu wana hasira, alafu Musa anawaletea majibu yasiokuwa wao wanayataka. Sikiliza wakasemaje, atatakhidhuna, qalu atatakhidhuna huzwa. Wakasema Musa, we unatuletea mambo gani ya kipuuzi haya? Unazungumza nini? Mbona unaleta upuuzi? Tumekuambia utuambie Mungu atuambie ni nani kaua, unatuambia hapo Mungu anasema chinjeni ng'ombe. Tuchinje ng'ombe ili iweje? Ndio nini sasa? Ina maana Mungu ameshindwa kujua huyo mtu? Hapa kuna somo zuri nataka ulipate ndugu yangu. Sentensi hii tu kwanza ifanye kazi. Iko hivi kwamba kuna baadhi ya matendo, kuna baadhi ya majibu ambao wewe unatakiwa ujibiwe. Sio kila majibu yatakuja direct. Sio kila maombi yako kwa Mungu yatakuja direct. Inawezekana majibu yako, matokeo ya mafanikio yako yakaja indirect, kwamba usipate vile unavyotaka, lakini Mungu anaweza akaleta kupitia mtu fulani, kupitia kitu fulani, wewe ukaona yale ambayo ulikuwa unatamani Mungu akuoneshe. Musa anakosa kuja na jibu la kusema Mungu amesema ni fulani, lakini Musa anatumwa na Mungu kwamba nenda kawaambie wachinje ng'ombe. Jamaa wakaona haya, twende tukachinje ng'ombe. Kabla ya kuendelea mambo yasiyo marefu, baada ya kuwa tayari Musa amesema alichoambiwa na Mungu ni kuchinja ng'ombe, basi wakaona okay, tumfuatishe ili tuone mwisho wake nini. Wakasema hivi, qalu, wakamwambia hivi, ud'u lana rabbak yubayyin lana ma hiya, tuombe kwa Mola wako atuambie huyo ng'ombe ambaye ametaka yeye sisi tuchinje ni ng'ombe gani. Naona maneno hayo, washaambiwa wachinje ng'ombe ili wamjue huyo mtu ambaye aliweza kuua, lakini hao jamaa bado wanataka wafahamu zaidi. Wanamwambia Musa, tuombe kwa huyo Mungu aliyokuambia maagizo, atueleze mahia, ng'ombe huyo ambaye tuchinje ni ng'ombe gani, wa namna gani. Sikiliza majibu ya Musa, anasema innahu yaqul, qala innahu yaqul. Musa anawajibu anasema, Mungu anasema hivi, innaha baqaratun, hakika huyo ng'ombe, la faridun wala bikrun awanun baina dhalika fafalu ma tu'marun. Anawaambia hivi, Mungu ameleta taarifa kwangu, ananiambia huyo ng'ombe ambao nyewe mchinje asiwe mpevu, asiwe mkomavu, kwa maana asiwe kikongwe, asiwe mzee, wala bikrun, wala asiwe ng'ombe ndama, asiwe mtoto,
awanun baina dhalika, ng'ombe huyo ambao nyewe mchinje awe ni ng'ombe wa kati na kati, yani ng'ombe ambaye ni barobaro, kijana, yani asiwe mzee na wala asiwe mtoto. Chinjeni ng'ombe mwenye sifa hii. Kisha Musa anawaambia fafalu ma tu'marun, chinjeni, fanyeni yale mlioamrishwa ili mpate matokeo ambayo mnayataka. Ndugu yangu, wakati tayari wameshaambiwa hivi, ilikuwa tu wao waone basi sawa tuchinje ng'ombe ambaye ana mazingira haya, lakini bado hawakutosheka, wakamtwanga swali lingine tena Musa. Nini maana yake? Ukiangalia hao jamaa unaweza ukaona labda ni wakorofi sana, walikuwa hawasikii, la, bali ni watu wenye asili ya umakini wa hali ya juu sana, kwamba wanataka wafuatishe kila kitu ili jambo lao liende katika matokeo kama wanavyotamani kweli, liende vile vile ambavyo wao wanatamani. Na hapa tujifunze, kuna baadhi ya watu wanaweza wakawa na matatizo, akaja kwako umsaidie, lakini unamuelekeza kile ambacho taaluma yako inataka iwe. Unampata mtu moja kwa moja anaanza yesa kukuletea ufundi yeye. Unaonaje hii? Na hapa kuna jambo la kujifunza. Jambo gani? Kwamba kuna mtu anaweza akaja umsaidie, bana shehe, naomba unisaidie na matatizo. Taaluma yako ukafuatilia aina ya matatizo yake, namna bora ambao unaweza kumsaidia, ukapata majawabu na njia bora ya kuweza kumsaidia, ukajiandaa na ukamuelekeza, bwana, hapa ili nikusaidie wanatakiwa mazingira kadha kadha, kitu hichi na hichi, tufanye hivi. Utaona sasa mtu mwingine anakuja yeye kuanza kukuletea utaratibu wake binafsi. Unajua kama ikiwa ni gharama hii itakuwa ni kubwa sana, nipunguzie, mimi naona hivi, naona vile. Wakati unasema nipunguzie, fahamu ya kwamba utaratibu ambao mtu ameukusudia inawezekana unahitaji upite katika maandalizi hayo, na kufanya hivyo ukapunguza sehemu ya ufanisi wa kazi yako, na hatimaye ukakaa ukisubiri matokeo, ukaona matokeo yanakuwa ni magumu kutokana na mfumo ambao tuko nao. Sasa kuna baadhi ya watu wako makini sana, hawa tunawasifu mfumo wao. Yeye ukishamuelekeza jambo basi atakuuliza hivi, hakuna kingine tulichosahau? Yani maana yake ni kwamba anataka umakini wa hali ya juu katika kile ambacho anakwenda kumfanyia. Hakuna jambo ambalo tulosahau. Akifahamu kwamba ukimwambia hapana, kuna kingine hichi, basi anakwambia na hicho pia tukiendee. Lengo langu nipate matokeo sahihi kutokana na tendo sahihi ambayo itakuwa tumeyafanya kwenye kazi yetu. Hili ni somo tujifunze, kwamba unapohitaji jambo lako kwa makini kutekeleza utaratibu ambao unaweza kuelekezwa ili upate matokeo mazuri ambayo tunayatamani. Sasa hawa watu wa Musa wanamwambia hivi, Musa, ud'u lana rabbaka, tuombee tena kwa Mola wako. Nini? Tuombee tena kwa Mola wako, yubayyin lana ma launuha. Wanamwambia Musa, tumeshasikia kwamba Mungu amesema ng'ombe asiwe mkubwa, asiwe mzee, wala asiwe mtoto, awe katikati, awe saizi katikati. Sawa, nenda katuombee tena kwa Mungu atuambie huyo ng'ombe awe na rangi gani. Naona maneno hayo, bado wanataka kujua hata rangi ya huyo ng'ombe ambao wanatakiwa wamchinje ni awe ng'ombe wa rangi gani, ili wapate matokeo ambao wao wanayataka. Sasa ni kwa nini walikwenda kuuliza rangi? Hapa pana somo zuri utajifunza muda huu. Lakini pia Mungu aliwajibu nini kuhusu rangi walipouliza kwamba ng'ombe ambayo anatakiwa wachinje awe ng'ombe wa rangi gani? Sikiliza majibu ya Mungu. Aliwajibu nini kupitia Musa? Qala, Musa akasema, innahu yaqul, hakika Mungu anasema, innaha baqaratun safara, kwamba huyo ng'ombe ambao nyinyi mwatakiwa kumchinja awe ni ng'ombe mwenye rangi ya manjano, awe ni ng'ombe wa rangi ya njano. Ishike hapa sentensi, piga mstari hapa, awe ni ng'ombe wa rangi ya njano. Ni kwa nini Mungu hakusema awe ni ng'ombe mweusi? Ni kwa nini Mungu hakusema kumwambia Musa awe ni ng'ombe mwekundu au mweupe au wa blue? Mungu alipointi katika majibu ambayo Musa anawapa wa jamaa kwamba ng'ombe ambaye achinjwe awe ni ng'ombe mwenye rangi ya njano. Ni kwa nini njano? Kwa nini njano? Hapa kuna jambo kubwa ambalo tuliweke sawa sawa. Mwenyezi Mungu aliposema achinjwe ng'ombe wa rangi ya njano, taaluma inaeleza hivi, hizi rangi mnazoziona ambazo ninakwambieni, kila mtu ana rangi zake, kila rangi ina namba yake pia. Yani ukiona rangi fulani ujue rangi hiyo ina namba yake, ni namba fulani ndio ina present hiyo rangi.
Sasa Mungu alipomjibu Musa alipowaambia hao jamaa kwamba Mungu anasema chinjeni ng'ombe wa rangi ya manjano, ukienda kwenye taaluma ya rangi na mahusiano yake ya namba, utakuta kwamba njano ilikuwa ni namba 3. Njano ni namba 3, rangi ya manjano ni rangi ya namba 3. Kwa kuwa rangi ya manjano ni rangi ya namba 3, maana yake ni sawasawa useme walikuwa wanaambiwa wachinje katika namba 3. Sasa hii namba 3 ina nini mpaka Mungu akataka wachinje ule ng'ombe kwa rangi ya njano au wa rangi ya njano? Na njano hii ambayo tafsiri yake kinamba ni namba 3. Hii namba 3 ina nini na kwa nini ikapewa nafasi hiyo? Ni kwa sababu rangi ya njano ni namba 3, na namba hii ya 3 ni namba ambayo ina nguvu ya maajabu, mpaka wanasema ni adadu asihria, ni namba ina nguvu. Mfano wake ni nguvu ambazo wameshindwa watu kudhibiti, mpaka wakasema hii namba 3 ni namba ya kichawi, kwa sababu ina matukio ya ajabu mno. Miongoni mwa matukio ambayo namba 3 inafanya, wakasema yumathilu thalatha marahil al-insan. Namba 3 ndio namba pekee ambayo imekusanya maisha ya mwanadamu katika sehemu kuu 3: wilada, kuzaliwa kwake; hayat, maisha yake; mamat, na kufa kwake. Ni namba ambayo imemzunguka huyu mwanadamu kuanzia mazazi yake, anavyozaliwa. Namba 3 imemzunguka huyu mwanadamu, maisha yake, lakini pia hata sababu ya mauti ya kufa kwake. Kwa hivyo namba hii, namba 3, endapo mtu ataichezea kwa lengo baya, akaitumia ili amletee mwenzake matatizo, basi ndio mtu anaweza akafungwa kizazi. Kuna watu wengi wamefungwa vizazi, hawazai, mambo magumu, kila wakijitahidi hawapati mkewe hapati ujauzito, mwanamke hapati mimba, anahangaika, uzazi anapimwa, anaambiwa kila kitu kiko okay, lakini mimba haipatikani. Kuna wakati ndugu zangu nakwambia mtu ameshafungwa, lakini namba 3 huwa inahusika mno kumfunga mtu ambaye pengine asiweze kuzaa. Lakini hii namba 3 ni mfano wake ni kama mlango unafunga na kufungua. Namba 3 hii ndio namba pekee ambayo mtu anaweza akaitumia kitaalamu akamfungua mwanadamu ambaye amefungwa tumbo lake, uzazi umefungwa, hazai, hapati mimba, anahangaika. Basi namba 3 ina namna yake ya kuweza kufanyika na ikamfungua mtu kizazi akapata uzazi. Kumbuka hii inafunga uzazi kwa namna gani mtu ataitumia, na hii pia inafungua uzazi kwa namna gani mtu ataweza kuitumia. Ndio maana wakaambiwa wachinje kwa namba 3. Hii namba 3 hii inakusanya vitu vitatu: kuzaliwa, maisha ya mtu, na sababu ya kifo chake. Kwa namba hii namba 3, ikiwa watachinja ng'ombe katika namba hii namba 3, maana yake watakwenda kubaini ni nani aliyemuua mwenzao katika hatua moja ama nyingine. Hii ni sehemu ya taaluma, ni masala makubwa haya ya kielimu ambayo tunayazungumza. Mtu uwe makini uweze kunifuata, uweze kufahamu vizuri. Kwa maana hiyo basi, kuna mtu nimeeleza anaweza akawa amefungwa kizazi asizae, akahangaika akiona yuko vizuri, lakini kumbe tayari amekwisha chezewa. Na mara nyingi mtu akichezewa kizazi, namba 3 inahusika katika hali ya kuweza kutumika kufunga kizazi au masala mazima ya uzazi. Lakini pia ndio namba ambayo ukitumika kitaalamu ina uwezo wa kufanya mtu akafunguliwa kizazi ambacho kilofungwa kichawi au kupitia mapepo ambao walofunga. Kuna uwezekano mkubwa sana. Hii ni elimu ya namba ambayo tutapeana vizuri na watu waweze kufahamu. Lakini pia tukasema wal hayata ndio namba ambayo imebeba dhamana ya uhai, maisha ya mtu yawe vizuri au yawe mabaya. Maana yake ule mfumo mzima wa maisha ya mwanadamu yapo kwenye mfumo wa namba hii namba 3. Ndio maana kuna mtu anaweza pia akaharibiwa maisha yake. Ukachangaa mtu una fight, unatafuta maisha, unatumia kila aina ya nguvu, unajitahidi sana, lakini mambo haendi, kumbe tayari umeshafungwa mifumo yako isiweze kufanikiwa, usiweze kupata majibu mazuri, maisha yako yawe ni magumu kila kukicha, kwa sababu tayari kuna mtu mmoja tu hasidi, mtu mmoja mbaya ambaye hapendi kuona wewe unaishi vizuri kama wengine, amekwisha kufanya. Kumbuka, wanaofanya mambo ya kuharibu maisha ya watu, namba 3 huwa inatumika. Inaweza ikatumika kwa mfumo wa namba au kwa aksi yake rangi 3. Namba 3 ambayo ni rangi hii ya njano inaweza pia ikatumika kuharibu mambo ya mtu. Lakini pia namba hii inaweza pia kutumika kutengeneza mtu ambaye amekwisha haribiwa maisha, mambo yamekuwa ni magumu, namba hii inaweza kufanya majambo.
twende vizuri, nikupe kitu ambacho ni kizuri kikusaidie. Ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji ambaye unafuatilia hichi kipindi, nikwambie vipindi hivi ni endelevu na vinakuwa vipindi mbalimbali, vitakuwa vikija kila baada ya muda, unaweza kufuatilia ukapata kufahamu. Tunapomalizia ndio ambapo tutaanzia kipindi ambacho kinafuata. Hii imekuwa ni kama sehemu ya dondoo, taarifa kwako, ujue kuna mambo gani ya muhimu mazuri ambayo tutayazungumza hapa. Lakini nikupe faida sasa kwa wale ambao tayari wanahitaji kuona wanafunguka vipi. Nitataja namba na nitataja pia herufi za watu 13 ambapo hao watu watajijua wenyewe majina yao yanaanza na herufi gani, halafu munifuate vizuri. Nyinyi ndio watu muhimu zaidi, mfuate taratibu hizi. Kuna mtu ambaye nitaanza na mtu ambaye ana herufi, jina lake linaanza na herufi ya N. N. Mtu yote ambaye jina lake linaanza na herufi ya N awe makini, huyu mtu anifuatilie vizuri. Lakini pia kuna mtu ambaye jina lake linaanza na herufi ya A. Utaona hapo kuna N, herufi ya A. Lakini pia kuna mtu ambaye jina lake linaanza na herufi ya M. M. Huyu mtu kwa jambo muhimu mno, lazima tufatane aweze kufahamu vizuri. Lakini pia kuna mtu ambaye jina lake linaanza na herufi ya C. Ile C, kuna S na C. C kwa maana ya C. Huyu mtu kina Clatous yao Chota Chama yao mtu ambaye anaanzia na C, huyu mtu ana jambo lake, anifuatilie vizuri aweze kufahamu. Lakini pia kuna mtu ambaye jina lake linaanza na herufi ya J. J, 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 J. Huyu mtu ni muhimu sana, afuatilie ajue herufi jina lake hili namna ambavyo ilivyo. Na mtu mwingine ni mtu ambaye jina lake linaanza na herufi ya G. G. Huyu mtu ni muhimu sana, afuatilie. Lakini pia mtu ambaye jina lake linaanza na herufi ya R, huyu ni wa 7. R, afuatilie, ni jambo muhimu sana kwake, herufi yake hii ina mambo makubwa kwake, anaweza akafahamu. Lakini pia mtu ambaye jina lake linaanza na herufi sasa ya S. S, pia afuatilie, ni muhimu sana kwake katika uchambuzi wa herufi hizi. Jambo lingine, mtu ambaye jina lake linaanza na herufi ya P, kina Pius hawa, kina Peter hawa na wengineo, hawa wanatakiwa wanifuate vizuri na ujumbe wao na jambo lao ambalo kimsingi wanaweza wakafahamu nini ambacho kiko mbele yao. Lakini pia kuna mtu ambaye jina lake linaanza na herufi ya Y. Y, Y. Huyu anatakiwa pia anifuatilie vizuri na ujumbe wake, mambo yatakwenda vizuri. Haya ni majina 10. Matatu ambayo pia yalosalia ni mtu ambaye jina lake linaanza na herufi ya U. U. Na mwingine mtu ambaye jina lake linaanza na herufi ya D. Na wa mwisho ni jina ambalo linaanza na herufi ya W. Hawa watu hawa Wema na wengineo, nina ujumbe wenu ambao kimsingi zaidi ni ujumbe muhimu sana. Na hizi herufi za majina yenu napaswa muangalie herufi hii ya mwanzo ambayo nitakayozungumza. Je, jina lako herufi hii imejirudia mara ngapi? Iko moja peke yake, au imejirudia mara 2 au mara 3, au ina idadi ipi ambayo imejirudia herufi hiyo? Hapo mwe makini sana. Mfano, ukisema Amina, utaona kabisa kwamba kuna A iko mwanzo, lakini pia mwisho kwenye N kuna A. Amina. Utapata kuona ni jina lako ambalo limekuja herufi ya A imejirudia mara 2 ndani yake. Huyu mtu tafsiri yake ni tofauti na mtu ambaye jina lake lina A moja, na kwa sababu kuna utendaji mkubwa wa mambo hapo ambapo ningependa tuende vizuri. Lakini kuna mtu mwingine jina lake herufi ya mwanzo imejirudia mara 3 mpaka mara 4. Sababu ya kusema hawa ambao niliwataja 13, wao wana grupu lao maalumu ambao mifumo ya mambo yao yanajieleza. Unaweza ukakusanya na ukachambua kwa ujumla wa package hii ya haya majina yenye herufi hizi nilotaja, herufi 13. Na hii ni kwa nini ndugu yangu? Ni kwa sababu nataka ufahamu ya kwamba kodi muhimu ya majina yetu ipo katika herufi zetu za mwanzo, lakini inawezekana mwingine kodi yake isiwe katika herufi yake ya mwanzo, ikae herufi ya katikati, na mwingine inawezekana kodi yake ikae herufi yake ya mwisho.
ndio kodi inapatikana hapo. Almuhimu kwamba ni muhimu sana kuchunguza herufi moja baada ya nyingine ili kuweza kujua huyu mtu kodi yake iko sehemu gani, mambo yake yanahitajika nini na nini, na ni kitu gani na kitu gani na kitu gani. Nimetaja majina haya yenye yanaanza na herufi 13 kwa lengo la kuchambua majina haya, watu waweze kufahamu, je, wenye asili ya majina haya wakoje. Kwanza naanza hivi, kila mmoja achunguze wenye majina haya niliyoyataja wana kila sababu ya kuwa na maisha mazuri, wana kila sababu ya kuwa na maisha mazuri, kwa sababu herufi zao za majina zipo kwenye grupu ya ijabia. Ijabia maana yake ni herufi ambazo zinavuta mambo yote mazuri, mambo mazuri, mafanikio, nuru. Kwa hiyo watu wenye majina haya itashangazwa sana kuwakuta wana hali ngumu, lakini inawezekana hapo mtu mmoja anaanza jina lake anaanza hivyo, hapo anasema she, ni mbona na hali ngumu, na mimi mbona nina jina hilo hapo. Nisikilize, hali yako ngumu imetokana na nini? Najua kuna watu wanaishi nje ya sura zao, yani hata sura yako ulikuwa nayo tu unaweza kuwa sura uko nayo, kumbe sura yako hiyo ni sura ambayo kihalisia unaishi na sura ya babu. Kwa sababu gani? Hauna fedha. Ukitaka ujue kama sura wakati mwingine sio ya kwako, pata fedha, sura hiyo hiyo utaiona inakuwa sura nyingine, mpaka pua lako lilikuwa nene, utashangaa muona kumbe mimi na pua langu linebamba ni refu. Pua limechoka kwa sababu mzigo upo. Mambo yakiwa yapo vizuri, kila kitu kina change na mtu anabadilika. Ndio maana tunasema kuna watu wanaishi na sura za babu zao, sura za bibi zao, lakini sio sura zao halisia, kwa sababu ya hali ya ugumu wa maisha. Maisha yakifunguka, sura zetu zinarudi katika hali kwa bora. Kwa hivyo kuna watu wanaishi maisha yasiyokuwa ya kwao. Yaani wewe unaishi maisha ya magumu, lakini reality yako wewe, mfumo halisi wa maisha yako, jina lako linasema wewe ni mtu wa mafanikio, wewe ni mtu wa maisha mazuri. Kwa nini why upo katika hali kama hiyo? Ndio hapo sasa utakuta jawabu utalipata kwamba kuna wakati tunaishi maisha ya kwetu kutokana na watu wabaya, watu ambao tunaishi nao katika maisha. Hawa watu ambao nilotaja alfabeti zao za majina yao, herufi zao za mwanzo nilotaja, ifahamike hivi, hawa watu wote niliwataja kwa mujibu wa herufi zao, hawa watu wana tafsiri ifuatayo kwenye upande wa maisha. Ni watu ambao wanatakiwa wawe na bahati, wana bahati sana, wana bahati sana, tena wana uwezo wa kufanya jambo hiyo ni biashara, na biashara ikafaulu sana. Wakianza jambo lao litakwenda vizuri sana na watapata matokeo mazuri mno. Lakini kwa nini pengine wengine wanasema mbona mambo yangu ni magumu? Ni kwa sababu pia ni hawa watu inaonekana kabisa kuna sabqul balat, kuna kama vile msukumo ambao unaweza kuwafuata watu hawa wakawa wanaandamwa sana kwanza na fitna. Ni watu ambao pia wanaongoza kuandamwa na fitna sana, watakuwa wanafuatwa na fitna mno, kwa sababu asili ya nyota zao au asili ya majina yao, msingi wa maisha yao ni nuru, ni mafanikio, ni kila jambo ambalo lilokuwa zuri. Na katika hilo tumeshaambiwa kila chenye neema ni chenye kuhusudiwa. Kwa hiyo nakuta mtu asipokuwa na ulinzi wa Mungu, asipokuwa na ulinzi sawa sawa, tayari anajikuta anaishi maisha sikuwa yake. Watu wabaya wanaingia kati, wanageuza chini juu, juu chini, anajikuta mtu kila anachokifanya hakiendi, kumbe tayari washachokonoa watu majambo, mambo yanakuwa haendi vizuri. Sasa hii ni hatari sana. Watu wa majina haya ambaye anaanza na herufi hizi ni washindi. Mara nyingi hata wakiwa wanakwenda kwenye jambo lao, kwanza huwa hakubali kushindwa. Watu wa majina haya huwa hawaamini kwenye kushindwa, wana struggle sana na wanajipa nguvu. Huwa na watu ambao wana nguvu ya kuamini kwamba mimi nitafanikiwa, mimi naweza. Utakuta mtu ambaye hakati tamaa katika watu wenye herufi hizi ambazo nimezungumza. Kwa nini? Kwa sababu tayari ni herufi zinaonyesha wao ni mafaita, ni watu ambao wanatakiwa watoboe maisha, wafanikiwe katika hali moja ama nyingine. Lakini katika jambo lingine ambalo linashangaza kwa watu ambao niliwataja, fuatilieni vizuri, ni watu ambao katika upande wa mahusiano huwa ni wagumu sana kupenda, lakini huwa wakipenda wanapenda sana. Yani katika maajabu tumefuatilia hizi herufi hizi, ni watu ambao unakuta hata kabla ya kuingia kwenye mahusiano anaweza akachelewa kuingia, lakini akiingia usimvuruge. Wanawake hawa kina Amina hawa na Amina waga
ni watu ambao akiingia anaingia mazima, kichwa, miguu na kila kitu, na akikwambia kitu basi amini, kwa sababu tayari asilimia kubwa wanakuwa wana asili ya kuchelewa kufanya maamuzi, lakini wakiamua wanakuwa wanaingia moja kwa moja katika hali iliyokuwa bora sana. Lakini Mungu akipenda, nikupe nafasi ya kuaga na kuandaa kwamba kipindi ambacho kinakuja nimepita tu juu kuzungumza hizo herufi, lakini sasa nitakuja katika uchambuzi uliokuwa mzuri kabisa herufi hizo moja baada ya nyingine. Nitaanza na hizo 13 wenye herufi zingine T na zinginezo huko, munisubirie. Sababu kuna watu wengine hapa tayari mimi na herufi T. Hapana, nimeona katika SMS za kipindi kilichopita, nimeona watu wakinifuata sana, mimi na herufi fulani, je ikoje? Vumilieni, nitakuja huko. Na wengine wakatoa wazo wakasema, unaonaje shehe, basi tufanyie kitu kimoja, sisi tuje inbox tuwekee japo angalau chaji maalum, sisi tuje inbox ili nilete mimi jina langu kwako, unifafanulie, unichambulie kuanzia herufi yangu moja baada ya nyingine, mambo yangu yote, namba yangu nijue ni ipi, lakini pia nijue mifumo mizima ya rangi zangu ni zipi, nijue nikitaka jambo langu nafanyaje, nijue pia herufi zangu zikoje, nijue kila aina ya jambo langu, nifahamu kwa nafasi yangu mimi mwenyewe, nije inbox unifafanulie na unichambulie kujua tutaanza vipi. Nikawaambia jamani, hii kazi ni ngumu, kwa sababu kuchambua haya mambo kwa utaratibu huu, fahamu ya kwamba inahitaji time. Lazima wakati mwingine jina moja la mtu mmoja unataka uchambue hasa kila kitu chake, yani kila mifumo yake ya wiki, mzunguko wake wa mwezi, na kila jambo lake, rangi yake, mifumo yake. Lakini pia hata kazi, kuna watu mna majina yenu humu unahangaika na kazi fulani, kumbe kwa mujibu wa jina lako kazi yako sio hiyo ambayo wewe unahangaikia. Inakutesa mno, unaweza kuteseka sana, ukajikuta ni mtu ambaye hauna furaha kazini, unafanya kazi lakini haupati matokeo mazuri, mafanikio huyaoni. Kazi unafanya kumbe jina lako liko linaeleza tofauti kabisa na kazi ambayo wewe utakayofanya. Na kuna watu mmeajiriwa, kazi ni ngumu kwako, matokeo ni magumu kwako, kumbe jina lako halihitaji wewe ukae chini ya mtu. Yani mfumo jina lako halitaki wewe uwe ni muajiriwa, uwe juu kuna mtu wako. La, jina lako lilivyo, pengine natakiwa kazi yako wewe ndio top, kwa maana ni bora ufanye biashara ambapo tayari biashara hiyo ukontrol wewe mwenyewe, au kama ni kampuni basi ile kampuni hiyo wewe ndio top, basi hapo unaweza ukafaulu hata ukishirikisha wengine. Kumbe lazima tufahamu, je, jina langu mimi natakiwa niwe chini ya mtu au niwe juu? Lazima ujue uwe chini au uwe juu ili mambo yako yaweze kufanikiwa. Ni taaluma hapa ndio nitachambua katika mazingira haya. Sasa watu wakaomba, unaonaje shehe, ni bora utufafanulie sisi kila mtu kwenye lake aje inbox atakavyoweza, umuelekeze itakavyowezekana. Kama jamani, sikizeni, muda wa kukaa chini kufuatilia jambo moja baada ya lingine inaweza kuchukua hata masaa matatu. Mtu anakuwa anafuatilia kitu kimoja baada ya kingine, inachukua muda. Na lazima tuelewe, kanuni inasema intushghili nasa tagharam thamana. Ukimshughulisha mtu kwa jambo lako wewe, utagharamia thamani ya muda wake ambao yeye atautumia. Sababu nikisema nikae nafuatilia kwa muda wa masaa mawili, masaa matatu, jina lako kulipanga vizuri kila kitu chako, kisha nikuelekeze nikupatie, maana yake lazima huu muda wangu utauharamikia. Je, itakuwaje? Wazo sasa, tuko tayari, wewe utasema tu kiasi gani, sisi tutafanya. Lakini vizuri ni mtu akijua mambo yake yanakwendaje, utaratibu wake ukoje. Natamani kufahamu hivyo. Nasema kwamba watu ambao watakuwa wanahitaji hayo, namba ya simu ni hii, mtanicheki ikiwa mpo nje, ikiwa mpo Tanzania, popote, na moja kwa moja nitakupa utaratibu mzuri. Nitapanga mambo yako yote A to Z, kisha nitakuelekeza. Kama uko Tanzania unaweza kufika, nitakuprintia nikupatie mfumo mzima halisi, na kama uko mbali nitatumia kwa PDF. Mara moja tutafanya PDF, tutakutumia mzigo mzima, yani ile ramani yako yote, ramani yako, ujue ramani yako ikoje, kuanzia mifumo yako yote utaiona katika mazingira haya. Lakini fahamu kwamba hapa intushghili nasa tagharam thamana. Ukimshughulisha mtu kwa lako, utagharamia thamani ya muda wake ambao yeye atautumia. Maana yake katika hili ukija hivi, fahamu kuna ada maalum ambayo lazima utahitaji uweze kutoa ili mradi tuweze kwenda vizuri. Ni ada gani hiyo? Utakupiga simu au ukituma SMS utaelekezwa nini nitakufanya popote pale ulipo ili mambo yaweze kwenda vizuri. Nikwambie tu kwamba mwisho wa kipindi hichi ndio mwanzo wa kipindi kijacho. Tunakomea hapa leo, lakini tutapoanza kipindi kijacho tutaanza kuingia sasa rasmi kwenye uchambuzi wa kina katika haya. Ujue wewe kazi yako unafanya ndio sahihi. Kuna mtu hapa anavua, anahangaika kwenye uvuvi, kumbe jina lake alitaki uvue.
Nataka wewe kazi zako ziko nchi kavu, sio majini. Lazima ujue jina lako, je, ni la huko? Na kuna mtu anahangaika na kazi fulani, kumbe kazi hiyo sio. Njoo huku utafanikiwa na utaona maajabu, mambo yanakwenda vizuri. Tukutane kipindi kijacho, nipo kwa ajili ya kuweza kukuelekeza haya. Nifuate vizuri, Dr. Sabas El Kubra. Namba za simu za kuweza kunifuata inbox, njoo katika namba zifuatazo: 0654861086. Namba hizi ukinitafuta tu kwa WhatsApp utanipata, na naomba msitume message kwenye njia ya kawaida. Ukituma SMS kwa njia ya kawaida, wakati mwingine ni tabu kuweza kujibu, sababu zinakuwa nyingi mno. Simu yangu hapo ukiangalia inakuwa na SMS kibao, na pia ukiona umenitafuta, umenipigia simu sijakujibu kwa wakati, vumilia, sababu simu zinakuwa ziko busy, pia zinaita sana. Naomba mpaka dakika ninazungumza, watu waliokuja na wazo hili tayari washafika watu 18 ambao waliomba wafanywe utaratibu wao huu. Sasa watu 18, angalia, kwa siku moja ukijitahidi mno, labda uweze kuchambua utaratibu wa watu, kila mtu jina lake, namba yake, herufi yake, rangi yake. Ukichambua vizuri, pengine sana utadili na watu 5 tu kwa siku, kutokana na muda wao, ili wapatie kitu ambacho ni sahihi kwao. Kwa hivyo kimsingi, nawe kama unahitaji hivyo, piga simu sasa na tuma voice, jieleze uko wapi, nani unatakaje, upewe utaratibu. Sema naomba utaratibu wa kufuatiliwa jina langu katika mambo yangu. Ukiwa unataka hivyo, itakwenda sawa, lakini vinginevyo kipindi kijacho tutaanza kuchambua moja moja, lakini haitokuwa kwa upana huo ambao tunafikiria, sababu vipindi vina muda maalum. Kwa jina ni kwa ajili kusema Sabas El Kubra, na kwa tena tutane kipindi kijacho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Atamanya, chao chao.